Bwana, kwenye Chimchima Maarifa leo tutafahamu kuhusiana na samaki wanaopaa. Ni kundi la samaki wa baharini wanajulikana kwa uwezo wao wa kipekee wa kujirusha kutoka majini na kuelekeza angani au kuelekea angani kwa umbali mrefu. Yaani ni shwa wanapaa. Lakini kisayansi wanapatikana katika familia ya Oxocoetidae na ambayo ni zaidi ya species. Ziko aina za species 60 na zilizogawanyika katika genus kadhaa au genes kadhaa. Na licha ya jina lao, samaki hawa hawaruki kama ndege, tuelewane. Yaani wenyewe wanapaa umbali mrefu lakini kuelekea angani, lakini hawaruki kama ndege. Unasema labda wana yale mabawa anafanya hivi. Unajua mabawa ili shwa. No. Bali huteleza angani kwa kutumia mapezi yao makubwa ambayo yanafanana na mabawa. Kwa wana mapezi makubwa ambayo yanafanana na mabawa, hayo ndio yanawasaidia kupaa kwenda angani, lakini hawana mabawa. Na sifa za samaki hawa hususan wanapopaa, wana mwili mwembamba, yani kiufupi wana mwili ambao unanyumbulika, mrefu na wenye umbo linalopunguza mgusano wa maji, hali inawasaidia kuogelea kwa kasi, na mara nyingi huwa na urefu wa sentimita 15 hadi 45 kulingana tu na species. Kuna species nyingine inakuwa sentimita 15, nyingine 45. Kwa hiyo itumishi kwamba wana umbo dogo ambao inawasaidia wenyewe kuwa na uwezo huo. Lakini sifa yao kuu ni mapezi makubwa ya kifuani ambayo hufunguka kama mabawa wanapokuwa angani, na baadhi ya species pia wana mapezi makubwa ya chini, jambo linawafanya waonekane kana kwamba wana mabawa manne. Lakini in short ni kwamba hawana mabawa, lakini yale mapezi ni makubwa ambayo yanafanya waonekane kama wana mabawa. Na mkia wao una sehemu ya chini iliyo ndefu kuliko ya juu, na jambo ambalo linawasaidia kujipatia kasi kubwa kabla ya kutoka majini. Kwa na vitendea kazi vyote. Kwa hiyo kuna species zingine wanakuwa na mapezi manne, wengine mapezi mawili kutokana na aina ya species. Na rangi yao kwa kawaida ni ya blue au kijivu mgongoni. Sasa jinsi wanavyopaa, mwingine anasema sasa wanapaaje? Wanapo tishwa na maadui kama tuna, mahi au tunasema wale kuna wanyama ambao wanapatikana pia baharini au wale samaki. Kwa unapotishwa na maadui huanza kuogelea kwa kasi kubwa huku akipiga huku akipiga mkia kwa nguvu ndani ya maji. Kwa hiyo nguvu yao kubwa inaanzia ndani ya maji. Yes. Na wanaweza kufikia kasi ya zaidi kilomita 60 kwa saa kabla ya kujirusha juu ya uso wa maji. Kwa wanatoka majini na nguvu kubwa ya kupaa. Na baada ya kutoka majini hufungua mapezi yao na kutumia kasi walioipata kuelekea angani, na wanaweza kusafiri umbali wa mita 50 hadi zaidi ya mita 200, wakati mwingine hadi mita 400 ikiwa upepo utawasaidia au unawasaidia. Kwa pia licha ya kuwa na mapezi makubwa, lakini pia upepo wasaidia kupaa. Na baadhi wanaweza kubaki angani kwa sekunde 30 hadi 45. Namna ambavyo wanapata chakula samaki hawa, wanapopaa ni walaji wa viumbe wadogo wa baharini. Chakula chao kinajumuisha plankton, hasa zooplankton, lakini viumbe wadogo wa aina ya crustaceans. Lakini mabuyu ya samaki, unajua samaki wao wanatega mayai, sijui imetoka kwenye nini mpaka kwenye mabuyu yale, pia ni chakula chao. Lakini mayai na viumbe wa baharini, mwani mdogo pia ni chakula chao. Kwa kawaida utafuta chakula karibu na uso wa bahari ambako plankton hupatikana kwa wingi. Mara nyingi hufanya hivyo mchana, ingawa tabia inaweza kutofautiana kulingana na species, lakini pia na mazingira
Kwa hiyo mara nyingi chakula chao mchana hivi ndio wengi wanapenda kutafuta chakula. Na uzazi wa samaki wanaopaa hufanyika kwa kutaga mayai kama samaki wengine tu. Majike hutaga maelfu ya mayai yenye nyuzi nyembamba inayosaidia kushikamana na mwani. Kwa hiyo mwani pia si licha ya kuwa chakula, lakini pia ni sehemu ambayo unaweza kutagia mayai. Yes. Lakini kuna mwingine anaweza kujiuliza kwamba hawa wanapatikana wapi? Samaki wanaopaa hupatikana zaidi katika bahari zenye joto la tropic na nusu tropic duniani, ikiwemo bahari ya Hindi. Hapa kwetu pia ipo. Kwa unaweza ukawapata bahari ya Pacific, bahari ya Atlantic, bahari ya Caribbean, lakini pia na maeneo mengine ya pwani za Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania, Kenya na Msumbiji. Kule pwani kule kwenye mwani nini kule unaweza kuona wa samaki. Kwa hiyo maana yake ni kwamba maeneo ya tropic mara nyingi yanakuwa hayana baridi. Yanakuwa na joto. Yanakuwa na joto. Yes. Okay. Lakini fukwe za Asia, Afrika Kusini na visiwa vya Pacific pia wapo. Kwa kawaida hawaishi kwenye baridi au maji baridi, wenyewe wanaishi kwenye maji ambayo yana joto. Ndio maana hata kwenye hizo bahari unaweza kaona wanapatikana. Lakini samaki wanaopaa tofautiana na samaki wengine kwa sababu wana uwezo wa kuteleza angani, na samaki wengine hubaki ndani ya maji maisha yao yote. Na tofauti nyingine ni kwamba wana mapenzi makubwa sana yanayofanana na mabawa. Na mkia wao umeundwa maalum kwa ajili ya kuwapa kasi ya kujirusha. Lakini pia lakini pia hutumia kuruka kama njia ya kujilinda dhidi ya maadui. Kwa kiona huko chini kumechanganya, haelewi. Anaenda kuganda zake huko. Natulia. Kuna zaidi ya species 60 za samaki wanaopaa duniani, lakini hawapigi mapenzi yao kama ndege. Hutumia kasi walioipata ndani ya maji kuteleza angani, na wanaweza kuruka mara kwa mara au mara kadhaa mfululizo kwa kugusa uso wa maji na kuongeza kasi tena. Kwa uwezo wao wa kupaa ni mbinu ya kujinusuru dhidi ya wawindaji, na wamechangia kuendelea kuishi kwao kwa mamilioni ya miaka. Kwa hiyo inawasaidia pia kutopotea. Na samaki wanaopaa ni mfano wa kipekee wa jinsi viumbe wa baharini walivyojibadilisha ili kuishi. Ingawa hawawezi kuruka kama ndege, uwezo wao kuteleza angani kwa umbali mrefu ni miongoni mwa maajabu ya asili yanayowatofautisha pia na karibu samaki wote duniani. Kwa hawa ni wa kipekee. Samaki anapaa. Kwa ndio hivyo chemchema maarifa ya leo. Tumeka nukta hivyo. Kuhusiana na samaki hao wanaopaa. Basi bila shaka Swaiba, kuna kitu ambacho utakuwa umekipata hapo ama umekiongeza. Inawezekana ulikuwa unafahamu, lakini hapa tumekujuza zaidi.